Yes, siku jana bwana imeweza kuchezwa mechi baina ya Simba na Yanga, moja kati ya mechi ambazo pia zilikuwa zinasubiriwa na watu wengi sana kutokea hapa Dar es Salaam, lakini pia nje ya mipaka ya Dar es Salaam, lakini bila kusahau nchi mbalimbali tofauti ambapo zimekuwa zikifuatilia bwana ligi yetu. Sasa mara baada ya ushindi huo kuweza kutokea, Mwijaku naye ameweza kustep up na kuweza kuongea kwa upande wake, lakini pia kuna baadhi ya vitu ameweza kuviongelea kuhusiana na Rais Engineer Harris ambaye anaiongoza Yanga kwa sasa hivi. Ameweza kumwandikia au barua, unaweza kusema ukurasa mrefu zaidi katika Instagram yake. Alikuwa ameandika hivi kwa kupost picha yake ya Engineer Harris, akawa amepost ambayo alikuwa ameshika lile kombe, and then akaandika kwamba barua ya wazi kwako, akamtag pale Engineer Harris, akaandika kwamba umefanikisha yote kwa Yanga katika uongozi wako ukiwa kama rais na msimamizi mkuu wa utendaji Yanga. Kwenye suala la mapato kwa taasisi ya Dar es Salaam Young Africans umefanikiwa, kwani tumeona makampuni mengi yamewekeza katika klabu ya Yanga sababu uliwaaminisha kwenye brandi hiyo. Umeweza kurejesha umoja uliovunjika miaka kadhaa baada ya timu na mashabiki na hata uongozi wa timu yako. Kwa kiufupi, ulivunja makundi yasiyo na msingi katika timu yako ya Yanga. Je, way forward ya Yanga ni ipi? Akauliza swali hilo kwamba ni kwa namna gani sasa Yanga itaenda mbele. Akaandika tena chini kwamba kimataifa umeonyesha uthubutu wa kujenga timu ya kuishindania baina ya Yanga na timu kubwa Afrika. Hongera Engineer Harris Said. Deni unalodaiwa na Yanga, akawa ameandika sapa chini. Kwa sasa Yanga inakudai kiwanja, kwani ushirikiano wako na GSM unaweza kuongeza alama kubwa kwa kuweza kufanikisha kujenga kiwanja, kwa sababu nakumbuka kwamba Yanga pia ilikuwa ipo katika process au katika unaweza kusema mipango ya kuweza kujenga uwanja wake ambao utakuwa unatumia katika mechi zake za nyumbani. Vitu vingi viliweza kuongelewa mpaka Yanga wenyewe waliweza kudhibitisha hilo, kwamba kutoka kuna uwanja utajengwa pale Jangwani na vitu vikawa vimeenda viral kinoma noma. Lakini pia Mwijaku akaweza kumkumbusha kwamba nalo ni moja kati ya madeni ambayo unadaiwa na klabu ya Yanga. Akaendelea kwa kusema kwamba nakumbuka hii ni ahadi yako kubwa uliwaambia wana Yanga au wana Jangwani. Najua wewe sio mwanasiasa, japo najua unatamani siasa, ila hakikisha ahadi ya kiwanja unaijengea, kwani lipo katika uwezo wako. Mwisho kabisa akamaliza kwa kusema kwamba endelea kusimamia chapa ya GSM, akaitag pale, and then akasema kwamba kwani imekuwa ni msaada kwa vijana na maendeleo ya kitaifa. Mwisho ila sio kwa umuhimu, karibu kwenye siasa kama itakupendeza Engineer Harris Said. Akaweza kumtag pale kwa sababu kumekuwa kuna tetesi nyingi kwamba bwana Engineer Harris anataka kuchukua jimbo kule Kigamboni. Vitu vikawa vimeenda kinoma noma viral. Watu wengi pia mashabiki wa Yanga wamekuwa kisupport kwamba yes, Engineer anastahili kuweza kuchukua jimbo bwana kule Kigamboni, na hata Mwijaku pia amemwambia kwamba ni mwisho lakini sio kwa umuhimu, kama atapendezwa bwana Engineer aende zake akaweza kuchukua jimbo au aweze kuingia katika swala zima la siasa. Vipi maoni yako kuhusiana na swala hili? Kweli bwana Engineer Harris aweze kuingia kwenye masuala mazima ya siasa, aweze kuwa mbunge, au akomae tu na masuala mazima ya Dar es Salaam Young Africans, kuwa rais wa Yanga, kufuatilia masuala ya mpira? Tunajua kabisa na cheo kikubwa kabisa CAF, inakuwa ni noma kabisa. Drop comment yako hapo, rekometisha kinoma noma. Ciao.